ili waweze kuona kwamba kuna umuhimu wa kuzingatia taratibu za kisheria tunapokuwa tunaendesha mashauri haya. Pamoja na mambo mengine ni uzingatiwaji wa viwango vya usikilizwaji wa haki. Tunapozungumza masuala ya makosa ya haki jinai au haki jinai, wakati wa kuendesha mashtaka haya kuna mambo ambayo lazima yazingatiwe. Kwanza, haki na uhuru wa usalama wa mtu mwenyewe. Lakini dhana ya kutokuwa na hatia, the presumption of innocence, lazima izingatiwe kwa kiwango kikubwa sana. Na hiyo tumekuwa tukiangalia, je, wanatreat mtu kwa namna gani? Na hii ni mfano sasa kwa mashauri yote hapa Tanzania, lazima hii dhana izingatiwe ya presumption of innocence. Lakini haki ya kutaarifiwa mara kwa mara sababu za kukamatwa au mashtaka, haki ya kupata msaada wa kisheria kwa usiri na ufanisi zaidi, lakini muda wa nyenzo za kutosha kwa ajili ya kuandalizi, wanatakiwa wapewe muda wa kutosha na nyenzo. Kama tulivyoona, kulikuwa kuna wakati mwingine wanakagua mpaka nyaraka zinazopelekwa kule na mambo mengine, kuingilia uhuru wa maandalizi ya shauri. Lakini kutendewa kibinadamu, treatment of an inmate kama binadamu, asifanyiwe kinyume. Na hii sasa ni kwa wote. Tumeona sasa hivi wimbi ambalo limejitokeza nchi hii la watuhumiwa kufanyiwa ukatili. Tumeona wale vijana waliofanyiwa ukatili pale Ngorongoro pale, wale vijana wa Arusha, wale mmoja akapoteza maisha. Ni ukatili wa hali wa juu walifanyiwa. Tuna taarifa zingine kwa kule Mbeya kuna vijana ambao wamefanyiwa ukatili na kuingiziwa kabisa vyupa. Tumeona ukatili wakati wa ukamataji na wakati wanapopelekwa kwenye vituo vizuizi hivi vya polisi, ukatili unakuwa ni mkubwa. Kwa hiyo lazima mtuhumiwa atritiwe vizuri. Kwa matukio kama haya yanatupa sisi mwanga wa kugundua kwamba ni wapi panavuja ili tuweze kurekebisha. Lakini ushiriki wa umma katika kufuatilia mashauri haya ni jambo la msingi, na ndio maana tumefuatilia namna gani wananchi, waandishi wa habari wamekuwa wakikwamishwa. Uhuru wa mahakama ni muhimu pia katika kutenda haki. Mahakama yenyewe inapaswa kuwa huru katika kuendesha mambo yake ya kimsingi. Tunashukuru kwamba katika shauri hili kuna maeneo tumeona mahakama ilikuwa inajaribu kutenda haki pale ambapo mlalamikaji anapokuja analalamika. Kwa mfano, mlalamikaji amekuwa akilalamika hajatibiwa, hajapata chakula, amekaa maeneo, mahakama ilikuwa inasimama na kushikiliza. Haya ndio mambo ambayo lazima tuwe tunayafuatilia kama watu wa haki za binadamu, lakini watu wa sheria. Tunaamini kabisa kwamba dhana ya usikilizwaji wa haki zinalindwa chini ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na sheria na mitandao mingine yote ya kimataifa. Upatikanaji wa msaada wa kisheria ni sehemu ya msingi. Maandalizi na utetezi wa kesi pamoja na ushiriki wa ndugu na mawakili kikamilifu ni sehemu ya msingi kabisa ya uendeshwaji wa makosa ya jinai. Sasa baada ya kubaini changamoto hizi ambazo sasa tumeona kesi hii imehudumu kwa muda mrefu sana, na kesi hii ina madhara pia mengi katika taifa letu, kwa sababu ni kipindi ambacho tunazungumza kuwa na umoja wa kitaifa, tunazungumza kuwa na katiba mpya. Kwa hiyo kesi hii ina madhara mengi sana katika mshikamano wa taifa, katika kujenga taifa. Kwa hiyo ni kesi ambayo sisi tunayofuatilia na tunatoa mapendekezo yafuatayo namna sasa ya kuliendea swala hili. Katika kuhakikisha kwamba tunajenga amani, mshikamano na maendeleo ya nchi, tunatumia uwezo wetu wa kisheria na utaalamu wetu katika masuala ya haki za binadamu kushauri taifa mambo yafuatayo. Kwanza, kwa mahakama kuhakikisha shauri linasikilizwa na kukamilika kwa haraka, kusimamia kwa umakini maombi ya kuahirisha kesi na kutaka sababu za msingi ili kuepuka ucheleweshaji wa wote zaidi, kulinda na ushiriki wa halisi wa umma na vyombo vya habari na mawakili na wadau wengine katika shauri hili na mashauri mengine, kuhakikisha mawasiliano ya siri kati ya mshtakiwa na mawakili wao na ndugu yanalindwa, kuendelea kulinda uhuru wa mahakama kwa uadilifu na mchakato mzima wa shauri hili, kuhakikisha kila kizuizi kinachowekwa wakati wa mashauri ya mahakama ni kwa mujibu wa sheria na ni cha lazima na kinalingana na mahitaji ya wakati huo, kwa sababu tumeona vizuizi vingi vinafanyika dhidi ya mawakili. Mawakili sasa hivi wanazuiwa hata kuongea na vyombo vya habari. Tunashauri kabisa kwamba mawakili ni sehemu ya mahakama na wasizuiwe kuongea, kufanya shughuli zao katika maeneo ya mahakama. Kwa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka kutathmini mara kwa mara utoshelevu na ukamilifu wa ushahidi unaotegemewa kuendeshwa na mashtaka kabla ya kuendelea na mashtaka, kuhakikisha maamuzi ya kuendesha mashtaka yanaongozwa kwa maslahi ya haki na maslahi ya umma,
kupunguza kuahirishwa kwa kesi kusiko na kwa lazima na kuna ucheleweshaji wa kiutaratibu, kuendesha mashtaka kwa maana inayozingatia wajibu wa kikatiba na viwango vya usikilizwaji wa haki. Kwa jeshi na Jeshi la Magereza Tanzania, ushauri wetu kwa Jeshi la Magereza ambao ndio inakaa na watuhumiwa na imekaa na mtuhumiwa huyu mpaka na leo, kuhakikisha hali ya kizuizini kukaa na mtu pale inazingatia viwango vya kimataifa na sheria na katiba ya Jamhuri ya Muungano.